الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni tarehe 14 Shahrullahi al-Muharram mwaka 1448 Hijiria, sawa na tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 Miladia. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة. tumeelezea wiki iliyopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ahyanan fi ar-rak'ati al-ula bi surati al-jum'ah wa fi al-ukhra idha ja'aka al-munafiqun. Salatu al-jum'ah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma mara nyingine katika rakaa ya kwanza baada ya Fatiha suratul Jumu'ah yote, na katika rakaa pili baada ya Fatiha akisoma suratul Munafiqun yote vile vile aya 11. Wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiyah. Mara nyingine Mtume anasoma badala ya sura hizo mbili baada ya Fatiha rakaa ya kwanza anasoma suratul Ghashiyah, na ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiyah. Mara nyingine asoma al-Jum'a na suratul Ghashiyah rakaa ya kwanza baada ya Fatiha, na al-Jum'a rakaa ya pili baada ya Fatiha hal ataka hadithul ghashiyah. Mara nyingine nasoma fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiyah. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. kusoma kwa utulivu na kuifanya nzuri sauti kwa kusoma huko. Tartilul qira'a wa tahsinu sauti biha. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة. alikuwa Mtume sallam kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, anaisoma Qur'ani kwa tartil, kwa utulivu, la hadhan wala ajala, si kwa haraka haraka. La hadhan wala ajala, si kwa haraka haraka, anaisoma kwa utulivu. Qala bal qira'atun mufassara harfan harfa, bali alikuwa akisoma qiraa mufassara, chenye kufasiriwa, chenye kubainishwa herufi baada ya herufi. Hatta kana yurattilu sura hatta takunu atwala min atwali minha, mpaka anakuwa Mtume sallam mara nyingine anasoma sura kwa utulivu wake mpaka inakuwa ni ndefu zaidi, min atwali minha, kuliko iliyo ndefu katika hiyo, kutokana na kusoma kwake kwa utulivu bila haraka haraka. Wakana yaqulu li sahibi alquran, wakana yaqulu yuqalu li sahibi alquran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Mtume ilikuwa akisema yuqalu li sahibi alquran, ataambiwa mwenye kusoma Qur'ani siku ya kiyama, iqra wartaqi, soma na upande daraja, na soma kwa utulivu kama ulivyokuwa ukisoma duniani. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, kwani daraja yako peponi ni mwisho wa aya unayoisoma. Yuqalu li sahibi alquran, ataambiwa mwenye kusoma Qur'ani siku ya kiyama, iqra wartaqi, soma na upande daraja, warattil kama kunta turattilu fi dunya,
soma kwa utulivu kama ulivyokuwa ukisoma kwa utulivu duniani. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqrauha, kwani daraja yako ni mwisho wa aya unaoisoma. Wa kana yamuddu qiraatahu inda hurufi almaddi, Mtume alikuwa akivuta qiraa chake wakati wa herufi zile za kuvuta. Fayamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim wa nadhid wa amthalaha. Mtume akivuta kila herufi ya madda, kwa hiyo anavuta bismillah, harfu ya madda hiyo katika lafdhi aljalala, wa yamuddu arrahman, na anavuta arrahman, mimu hiyo, wa yamuddu arrahim, anavuta rahim, ya hiyo ya harfu ya madda, wa nadhid, na nadhid na mfano wa hizo. Wa kana yaqifu ala ruusi al-ayi kama sabaqa bayanuhu, alikuwa akisimama mwisho wa aya zote kama ilivyotangulia uwazi wake hilo. Wa kana yaqifu ala ruusi al-ayi kama sabaqa bayanuhu, alikuwa akisimama mwisho wa aya zote kama ilivyotangulia bayana ya hilo. Wa kana ahyanan yurajji'u sautahu, alikuwa mara nyingine akirejelea sauti yake, kama faala yauma fathi Makka wa huwa ala naqatihi yaqra'u surata al-fathi qira'atan layyina, kama alivyofanya siku ilipofunguliwa mji wa Makka ukawa ni mji wa tauhid. Wa huwa ala naqatihi, na hali yeye yuko juu ya ngamia wake. Yaqra'u surata al-fathi, alikuwa akisoma suratul fathi qira'atan layyina, qiraa chepesi. Waqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha, aliiga Abdullah ibn Mughaffal kurejelea kwake hakadha, ndio tarji'. Wa kana ya'muru bitahsini as-sawti bilqira'a fayaqul zayyinu al-Qur'ana biaswatikum fa inna as-sawta al-hasan yazidu al-Qur'ana husna. Alikuwa Mtume akiamrisha isome vizuri, ifanywe vizuri sauti ya Qur'ani. Wa kana ya'muru bitahsini as-sawti bil-Qur'an, Mtume alikuwa akiamrisha ifanywe vizuri sauti kwa kusoma Qur'ani. Mtu aifanye sauti nzuri, aisome Qur'ani kwa sauti nzuri. Fayaqulu, Mtume anasema zayyinul Qur'ana biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sauta alhasana yazidu alqur'ana husna, kwani sauti nzuri huizidisha Qur'ani uzuri. Zayyinul Qur'ana biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu, kwani sauti nzuri huizidisha Qur'ani uzuri. Wayaqul, na anasema inna min ahsani nnasi sautan bilquran alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah. Inna min ahsani nnasi sautan bilquran, hakika mzuri sana wa sauti katika watu kwa kusoma Qur'an ni yule ambaye mkimsikia anasoma hasibtumuhu yakhsha Allah, mnamdhania kwamba huyu anamwogopa Allah. Inna min ahsani nnasi sautan bilquran alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah, hakika mtu mwenye sauti nzuri sana kuliko wengine kwa kusoma Qur'ani ni yule ambaye mkimsikia anasoma Qur'ani hasibtumuhu yakhsha Allah, mtamdhania huyu anamwogopa Allah kutokana na sauti yake nzuri anayoisoma Qur'ani. Wa kana ya'muru bitaghanni bilquran, Mtume pia alikuwa akiamrisha kuisoma kwa sauti nzuri Qur'an, at-taghanni bilquran. Fayaqulu ta'allamu kitab Allah wa ta'ahaduhu waqtanuhu wa taghannu bihi fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu min al-makhadhifi al-uqli. Jifundisheni kitabu cha Allah, kipatilizeni kitabu cha Allah, kihifadhini kitabu cha Allah,
isomeni kwa sauti nzuri. Na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, la huwa ashaddu minal makhadhi fil uqli, Qur'ani ni zaidi kuliko ngamia mwenye kupata uchungu katika kamba yake. La huwa ashaddu tafallutan, la huwa fawalladhi nafsi biyadihi la huwa ashaddu tafallutan min almakhadhi fil uqli. Qur'ani inatoka haraka haraka kuliko ngamia aliyefungwa katika kamba yake. Ipatilizeni Qur'ani, muifanyie muraja Qur'ani. Fawalladhi nafsi biyadihi la huwa ashaddu tafallutan min almakhadhi fil uqli. Qur'ani inaponyoka haraka sana kuliko ngamia aliyefungwa katika kamba yake. Wayaqulu, na anasema Mtume, laisa minna man lam yataghanna bilquran, si katika sisi asiyeisoma kwa sauti nzuri Qur'ani. Laisa minna man lam yataghanna bilquran. Wayaqulu, na anasema Mtume, ma adhina Allahu li shay'in ma adhina, wa fi lafdhin kaadhanihi linabiyin ahsana sauta. Hakuruhusu Allah subhanahu wa ta'ala jambo lolote alivyoruhusu kwa mtume yoyote kuwa na sauti nzuri. Wa fi lafdhin hasana tarannumi yataghanna bilquran, sauti nzuri ambapo anaisoma kwa uzuri Qur'ani, yajharu bihi, na kuisoma kwa nguvu Qur'ani. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika albariha, lau ungeniona wakati mimi nasikiliza kisomo chako usiku wa jana, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za ali Daud. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك، يريد تحسين الصوت تحبيرا. لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، لو ningejua mahali pako kwamba unanisikiliza ningeitengeza vizuri sauti yangu, kuitengeza vizuri. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: علق المصنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموضع بقوله: قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. الشيخ الألباني رحمه الله katika صفة صلاته ameweka hapa taaliq mahali hapa kwa kusema, wanasema maulama aliposema Mtume laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, wanasema almuradu bilmizmari hapa as-sautul hasan, ni sauti nzuri. Wa aslu zumar alghinau, sauti ya zumar ni ghina, ni kuimba na kutoa sauti nzuri. Wa alu Dauda huwa Daudu nafsuhu, alu Daud ni Daudi mwenyewe alayhi salatu wassalam, nabii Daud. Wa alu fulani qad yutlaqu ala nafsihi, alu fulan, jamaa wa fulani, huwa akaitwa mwenyewe huyo fulani, lakini akaitwa alu fulan. Wa kana Daud alayhi salam hasana sauti jidda, alikuwa nabii Daud alayhi salam ni mzuri wa sauti sana. Dhakarahu an-Nawawi fi sharhi Muslim, al-Imam an-Nawawi ametaja hivyo katika sharhi ya sahihi Muslim. Kwa laqad utita mizmaran min mazamiri Daud, haina maana kwamba mizmar ni zile firimbi wanazopiga wanaoimba tarabu. Mizmar ina maana umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za nabii Daud alayhi salam.
Faqala Abu Musa law alimtu makanak la habbartu laka tahbira yuridu tahsina saut, lau ningejua mahali pako kwamba unanisikiliza ningeifanya zaidi sauti nzuri kwa hii Qur'ani. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: هذا الفصل يحتوي على عدة مسائل. فصله inakusanya masala mengi. Wahia almas'alatu alula tartilu alquran, kuisoma kwa utulivu Qur'ani. Amara Allahu nabiyahu bitartili alqurani faqal warattili alqurana tartila. At-tartilu huwa bimaana tartibi shay. Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake aisome kwa utulivu Qur'an, faqala warattil alqur'ana tartila. Qala Sheikh hafidhahullah, at-tartilu huwa bimaana tartibi shay. Tartili ina maana ya kupangilia kitu. Taqulu hadha shay'un ruttila ay murattabun, unasema hiki kitu hiki ruttila, yani murattabun, kimepangiliwa. Yati ba'dhuhu ba'da ba'd, kimepangiliwa. Yati ba'dhuhu ba'da ba'd, inakuja baadhi yake baada nyingine kwa mpangilio. Ndiyo kusoma Qur'ani bitartil. Watartilu huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, na tartil ni kila herufi kuipa haki yake na vile inavyostahiki, kuitoa herufi vile vile kwa sifa yake na makhariji yake. Waqad wasafa almusannif hadha at-tartila biannahu la hadhan wala ajala. Ameisifu musannif rahimahullah hii tartil kwamba sio kufa kusoma haraka haraka. Alhadh huwa alqira'atu as-sari'a التي يتلفظ بها القارئ بالألفاظ التي يقرأها بسرعة. Hadh ni kusoma kwa haraka ambapo yule msomaji anasoma matamshi ambayo anayasoma bisur'atin, kwa haraka. Yahudhuha hadhan, anayasoma matamshi ya Qur'ani kwa haraka haraka. Wal ajalatu hiya kadhalik, ajala ni hivyo hivyo. Kwa inafasiriwa la hadhan wala ajala, si kwa kuisoma Qur'ani haraka haraka. Qala wal ajala hiya kadhalik walakinaha ashaddu minhu, ajala ni zaidi ya hiyo, hadhan ni haraka zaidi. Idhan qira'atu al-Qur'ani al-azim as-sunnatu fiha an yurattala. Kwa hiyo Qur'ani tukufu sunna ni kusomwa kwa utulivu. Fatartilu alqurani yani ikhraja kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ahu sifatahu wa haqqahu min almaddi min alharaka kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tartili ya Qur'ani ni kuitoa kila herufi makhraji yake na kuipa kila herufi sifa yake na haki yake. Min almaddi min alharaka, kuvutwa kama kuna harfi ya kuvuta hapo, harfi ya maddi. Kuisoma Qur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa at-tartilu fayaqra'u al-qari'u bita'annin. Hii ndiyo tartil. Msomaji anayesoma Qur'ani kwa utulivu, si kwa haraka haraka. Maa i'ta'i kulli harfin makhrajah wa sifatah wa ma yastahiquhu min almaddi. Aisome Qur'ani kwa utulivu pamoja na kila herufi kuipa makhraji yake na sifa yake na vile inavyostahiki katika kuvutwa herufi hiyo, ikiwa ina harfu ya maddi. Idha kana min hurufi almaddi, ikiwa ni katika herufi za kuvuta, au min alharaka bihasabi ma anzalahu Allahu azza wa jalla, kwa kiasi alivyoiteremsha Allah azza wa jalla. Hivi ndivyo inavyotakiwa Qur'ani isomwe. Ukiisoma hivi pia utakuwa na tadabbur, kuzingatia ile aya unayoisoma. Ikiwa unasoma kwa utulivu, kila herufi unaitoa katika makhraji yake na kuipa sifa yake. Kuna makharijul huruf na sifatul huruf, hizi zinatakiwa zitekelezwe kila mtu anaposoma Qur'ani, aidha ni imamu au anasoma peke yake Qur'ani.
قال ولا شك أن هذه القراءة المرتلة تجعل السورة أطول مما هي عليه. Hakuna shaka kwamba qiraa hiki murattala ndicho kinachoifanya sura ni ndefu zaidi kuliko ilivyo, kwa sababu unaisoma kwa utulivu, kila herufi unaitoa katika makhraji yake na kuipa sifa yake. Walidhalika jaa fi alhadith kana yurattilu sura hatta takuna atwala min atwali minha. Mtume sallam alikuwa akisoma sura mpaka inakuwa ndefu zaidi kuliko iliyo ndefu kuliko hiyo, kwa sababu ya kusoma kwa utulivu. Fayaqra'u qira'atan mufassaratan harfan harfa, anasoma qiraa chenye kubainishwa herufi baada ya herufi. Almas'alatu thaniya, Qur'an ni maneno ya Allah bwana. Qur'an ni maneno ya Allah, yanatakiwa yasomwe kwa utulivu, kwa kuzingatia maneno mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanatakiwa yasomwe kwa utulivu, maneno ambayo hayakufanana na maneno yoyote, maneno ambayo ni mu'jaz, yanashindwa watu kuleta maneno mfano wa haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum ila akhir hadhihi alaya. Almas'alatu athaniya qawluhu wa kana yuqalu li sahibi alquran iqra wartaqi kama kunta turattilu fi dunya. Mas'ala ya pili, maneno ya Mtume sallam, ataambiwa mwenye kusoma Qur'ani, iqra, soma Qur'ani, wartaqi, na panda daraja hapa peponi, kama kunta turattilu fi dunya, kama ulivyokuwa ukisoma kwa utulivu duniani. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kwani daraja yako ni mwisho wa aya utakayoisoma. أقول شيخ بازمول يقول أقول هذا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى للذي يكثر من قراءة القرآن. هي حديثه inamaanisha ajri kubwa na fadhila kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule anayekithirisha kusoma Qur'an. وظاهر هذا اللفظ ثبوت هذا الأجر بمجرد أن يكثر من قراءة القرآن ولو كان المرء غير حافظ. ظاهر لفظه الحديثي نكثبوت ثواب hizi kwa mujarradi wa mtu kukithirisha kusoma Qur'an, hata kama si mwenye kuhifadhi Qur'ani, lakini anaisoma sana Qur'ani anapata ajiri hizi. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يلهم من أكثر قراءة القرآن يوم القيامة أن يستحضر القرآن الكريم فيقرأ ويرتل، وكلما قرأ ورتل ارتقى في درجات الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala anampa ilham yule mwenye kukithirisha kusoma Qur'ani siku ya Kiyama, aihudhurishe Qur'ani tukufu, aisome kwa utulivu, na kila anaposoma kwa utulivu irtaqa fi darajatil janna, anapanda kupata daraja za peponi. Yani tartafi'u darajatuhu fil janna, daraja zake za peponi hupanda kila anaposoma Qur'ani tartilan. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. وقد يكون معنى هذا الحديث في من حفظ القرآن عن ظهر قلب. na huenda ikawa Sheikh Bazamuni anasema huenda ikawa maana ya hadithi hii ni kwa wale wenye kuhifadhi Qur'ani kwa moyo, nyoyo zao wamehifadhi Qur'ani katika moyo. Walakin almaana alawwala adhhara fi maana hadha alhadith, lakini hii maana ya kwanza ni mwenye kusoma sana tu Qur'ani hata kama hajahifadhi. Walakin almaana alawwala aladhhara fi maana hadha alhadith. ولكن المعنى الأول الأظهر في معنى هذا الحديث. إلى معنى كwanza
ndio iliyodhihiri zaidi katika maana ya hadithi hii, kwamba ni maana yake ni kukithirisha kusoma Qur'ani sana, ndio mtu anapanda daraja hizo za peponi. Almas'alatu athalitha, dhakara almusannifu fi sifati qira'ati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam kana yamuddu qira'atahu inda hurufi al-maddi, alikuwa akivuta qiraa chake katika herufi za maddi za kuvuta. Fayamuddu bismillah, anavuta bismillah. Wa yamuddu arrahman, mimu hiyo ina madda. Wa yamuddu arrahim wa nadhid ala al-Bukhari wa amthaluha, na mfano wa hizo. Wa kana yaqifu ala ruusi al-ay, na alikuwa akisimama mwisho wa aya zote, kila mwisho wa aya anasimama. Wa kana ahyanan yurajji'u sawtahu kama fa'ala yawma fathi Makkah wa huwa ala naqatihi yaqra'u surata al-Fath, alikuwa mara nyingine akirejelea sauti yake kama alivyofanya siku ilipofunguliwa mji wa Makka, na hali yuko juu ya ngamia wake anasoma suratul Fath qiraa layyina. Waqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha وليس المراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة أنه يمد بمد خارج عن المد المعروف. Asema sio muradi kwamba Mtume sallam alikuwa akivuta qiraa kwa harfu ya madda iliyo nje ya madda hizi inayojulikana. Wadhalika anna almadda aqalluhu harakatan, hii kuvuta herufi uchache wake ni haraka mbili, almaddu tabi'i. Wa aktharuhu 6 harakati, wingi wake ni haraka 6 hizi za kuvuta. Wadhahiru anna madda ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam ma kana yazidu an 6 harakati, dhahiri kwamba madda ya Mtume sallam kuvuta kwake hakukuwa kukizidi zaidi ya haraka 6. Kwa mfano wala dhalin ni maddu lazim, hii kwa mtu avute kiasi cha vile ilivyowekwa haraka 6, isiwe ni zaidi ya hapo. Hakadha kana ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yamuddu wa kana yurajji'u, ay annahu yuraddidu al-madda wa yuraddidu al-kalimata fi qira'atihi wa tilawatihi sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akifanya tarjih. Asema tarjih ni kurudia ile madda na kurudia lile kalima katika kusoma kwake. Fakullama qaraa rajaa ilaiha, kila anaposoma anafanya tarjih ya kalima hilo. Wasabaqa bayanu maana alwuqufi inda ruusi alaya, imetangulia kuweka wazi maana ya kusimama mwisho wa kila aya. Wadhalika anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam kana yaqifu inda ruusi alaya, alikuwa Mtume sallam akisimama mwisho wa kila aya. Wadhalika inda ulamai alqiraat yusamma biwaqfi sunnah, hilo kwa maulama wa qiraat linaitwa waqfu sunnah, kusimama kwa sunna, kusimama mwisho wa kila aya kunaitwa waqfu sunnah. والذي حرره بعض الباحثين أن هذا الوقف وقف السنة إنما يكون إذا لم يرتبط آخر الآية التي بعدها، بحيث لو وقف على رأس الآية لا تجد فسادا في المعنى. أنا سيما walilo lihariri baadhi ya wenye kufanya bahthi ni kwamba wakfu huu wakfu sunna inma yakunu idha lam yartabit akhirul aya au akhirul aya allati ba'daha, idha lam yartabit akhirul aya allati ba'daha, isipofungamana mwisho wa aya kufungamana na ile iliyo baada yake. Wakfu sunna inma yakunu, unakuwa wakfu huu idha lam yartabit akhirul aya allati ba'daha, huu mwisho wa aya usishikamane na kuhusiana na aya iliyo baada yake. Bihaithu law waqafa
ala rasi al-aya la tajidu fasadan fil maana, kwa namna ambapo lau akisimama mwisho wa aya haitapatikana ufisadi katika maana nyingine ya kuunganisha na ile aya nyingine. Hakutakuwa na ufisadi akisimama pale. fa in ahdatha alwaqfu ala ruusi alayati fasadan min almaana lam yakun alwaqfu fi mithli hadha almahalli min as-sunnah. Asema ikitokea au ikisababisha hiyo kusimama mwisho wa aya ufisadi katika maana, hapo sasa haitakuwa kusimama katika mfano wa mahali hapo minas sunna. Ikiwa italeta ufisadi wa maana, ikiwa mtu atasimama itakuwa maana inaharibika, sasa haitakuwa kusimama hapo katika mfano wa mahali hapo, sio katika sunna kusimama hapo. Imeeleweka hii? Ikiwa atasimama pale mwisho wa aya, maana itaharibika ya aya ile. Unaelewa? Akisimama pale asipoendelea na aya nyingine, maana itaharibika. Hapo ndo anatakiwa sasa asisimame, apite pale, kama vile wanavyopita wengine wanaosema fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Sababu fawailul lilmusallin, adhabu kali ni ya wenye kuswali. Au kinyamaza hapo ni sawa? Vipi adhabu kali ni ya wenye kuswali? Wenye kuswali wale wanaochelewesha sala zao, unaelewa? Kwa pale yajuzu kupita fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Sababu ukisimama hapo ukarukuu, yawezekana fawailul lilmusallin alafu rukuu? Haiwezekani. Ndio anasema hivyo, ikiwa maana itaharibika ukisimama hapo, sasa unatakiwa upite uendelee ili isije ikaharibika maana. Almas'alatu ar-rabi'a qawluhu sallallahu alayhi wasallam zayyinu al-Qur'ana biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna as-sawta al-hasana yazidu al-Qur'ana husna, kwani sauti nzuri huizidisha Qur'ani uzuri. Wa qawluhu laysa minna man lam yataghanna bil-Qur'an, si katika sisi asiyeisoma kwa sauti nzuri Qur'an. Almaqsudu bitaghanni tahsinu sauti fil Qur'ani wattilawa, maksudio ya taghanni ni kuifanya vizuri sauti ya Qur'ani na kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Sio maana taghanni ni kuimba, sio maana ya taghanni ni kuimba kama wanavyodai hawa wapotovu masufi wanaoimba halafu wanatolea dalili hadithi hii. Masufi wanaimba halafu wanatolea dalili hadithi hii, laysa minna man lam yataghanna bilquran. Kwa tunatakiwa tuimbe kwa kusoma Qur'ani, tuimbe. Kwa hiyo inafaa kuimba wapi na wapi, wapi na wapi, kuimba na kusoma kwa sauti nzuri Qur'ani, mbali kwa mbali. Walaysa almaqsudu minhu an yaqra alqur'ana ala awzani alghina'i wal alhan, la, si makusudio ya taghanni kusoma Qur'ani kwa mizani zile za nyimbo. Waimbaji wana mizani zao za nyimbo, kwa hiyo sio maana ya taghanni hivyo. Fa inna hadha bid'a, kwani hii ni uzushi ya kuimba huko na mizani hizo za kuimba, huo ni uzushi. Wakad ankarahu ahlul ilmi, wamelipinga hilo maulama. Innamal maqsudu an yaqra alqur'ana qira'atan murattala mujawwada, makusudio ni kusoma Qur'ani qiraa murattala mujawwada, kwa sauti nzuri na kuipa kila herufi haki yake. Yu'ti fiha kulla harfin haqqahu wa mustahaqqahu, aipe kila herufi haki yake na inavyostahiki. Yatakhashau alqari'u fi hadhihi alqira'a, msomaji afanye khushu wa qiraa hiki. Yatakhashau alqari'u fi hadhihi alqira'a, afanye unyenyekevu msomaji kwa kusoma huku. Wa yuhsinu sautahu fi hadhihi alqira'a muhsinan adaahu fiha, sauti yake ifanye vizuri katika qiraa hiki, hali ya kufanya uzuri utekelezaji wa qiraa. Hadha huwa almuradu bitaghanni
hii ndio muraji wa taghanni. Laysa minna man lam yataghanna bilquran, si katika sisi asiyeifanya nzuri sauti yake kwa kusoma Qur'ani. Waman fassara alqur'ana biqira'atin ala awzani alghinai wal alhan faqad fassarahu bitafsirin mubtadi', mwenye kufasiri taghanni kwa kusoma Qur'ani kwa wizani wa nyimbo, huyu amefasiri tafsiri ya uzushi. Wa hadha tafsiru batil, tafsiri hii ni batili. Araddahu ahlul ilmi wameikataa tafsiri hiyo, ndio ile kusoma Qur'ani kwa zile wanaita nini zile wale maqamati. Maulama wa sunna wanapinga maqamati zile wanavyosoma wale wa Masri kule, wanasoma alafu watu Allah Allah, zile makamati ni uzushi ule. Haitakiwi kusoma Qur'ani vile, wanaifanyia mchezo Qur'ani wale, wanaisoma kwa nyimbo na sauti za nyimbo, halafu wanafurahika. Sasa wanafurahika mahali ambapo sipa kufurahika pengine mahali pa adhabu wao pia wanafurahika. Sasa ndio vipi hivyo? Qur'ani iko hivyo. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq Allah subhanallah. Idhan hadha tafsir mubtada wa hadha at-tafsir batil raddahu ahlul ilm. Wamtadaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam Aba Musa al-Ash'ari fi tarannumihi lilqur'ani al-karim wa tahsinihi li sautihi. Mtume sallam alimsifu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu katika kuisoma kwake Qur'ani vizuri na kuisoma kwa sauti nzuri. Fa innahu sami'ahu marratan yatlu al-Qur'ana fastama'a lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsikiliza mara fulani, alimsikia akisoma Qur'an akamsikiliza. Thumma qala ar-rasul sallam lamma raahu, kisha Mtume sallam akamwambia baada ya kumuona, law raaitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha, lau ungeniona na hali mimi nasikiliza unavyosoma jana usiku, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za ali Daud. Faqala Abu Musa law alimtu makanak lahabbartuhu laka tahbira, ay la hassantu laka sauti wa hazzantuhu wa takhashsha'tu fihi akthar liyanala i'jabaka akthara. Lau ningejua mahali pako kwamba unanisikiliza, ningeifanya sauti nzuri zaidi sauti yangu, na nikaipamba sauti yangu, na nikawa na khushu'i zaidi, ili ufurahishe zaidi na qiraa hicho. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah, kwa baba yangu na mama yangu na kukomboa wewe ya Rasulullah. والرسول يقول في حديث أورده المصنف ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أن يجهر به ويحسن به صوته. hajaruhusu mtume Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lolote alivyomruhusu mtume yoyote kuisoma vizuri Qur'an, kuisoma kwa nguvu na kuisoma kwa sauti nzuri. Qala Sheikh walilfaida adhkuru lakum hadhihi al-umur, kwa faida zaidi na kutajieni mambo haya. Haya mambo ni kidogo mengi, tutayachia insha Allah darsa ya kesho biidhnillahi ta'ala. Fanaktafi bihadha al-qadri wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.